Naam, bila shaka ubuheri wa afya popote pale ulipo mwanamichezo ambaye bado umeendelea kufuatilia Channel 10. Karibu tuweze kutazama habari za michezo na burudani usiku wa leo. Mimi ni Juma Mohamed, niko hapa, lakini awali ya yote nitoe kongole kubwa kwake Esther Amando Sezelamula sambamba na Bibi Ramla Jabu, bila kumsahau Salma Shabani ambao walikuletea hapa kwa ujumla habari za kitaifa, habari za kimataifa pamoja na habari za biashara na uchumi. Hivi sasa ni michezo na burudani, na tuanzie taarifa kutoka kule jijini Dodoma ambapo serikali imetenga jumla ya viwanja 5 vya michezo kwa ajili ya ukarabati kama sehemu ya maandalizi ya mashindano ya mpira wa miguu kwa kombe la mataifa ya Afrika kwa maana ya AFCON kwa mwaka 2027. Mwanamichezo wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma, taarifa yake inafafanua zaidi. Hayo imebainishwa bungeni Dodoma na Waziri wa Katiba na Sheria Daktari Damas Ndumbaro alipokuwa akiongezea majibu ya serikali baada ya wabunge kutaka kujua mpango wa serikali kuboresha miundombinu ya michezo nchini. Nimpongeze Mheshimiwa Profesa Kabudi kwa majibu mazuri kwa niaba ya serikali, lakini ningependa kuongeza kwamba katika maandalizi ya AFCON 2027 serikali imetenga viwanja 5 ili vifanyiwe ukarabati. Kiwanja hicho ni Morogoro, Jamhuri Morogoro, Mkwakwani Tanga, Sokoine Mbeya, CCM Kirumba Mwanza pamoja na Majimaji Songea. Hivyo kiwanja cha Sokoine cha Mbeya, Mheshimiwa Spika, kitaingia kwenye programu ya ukarabati wa viwanja kwa ajili ya mazoezi ya AFCON 2027. Katika hatua nyingine, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Paramagamba Kabudi ametoa wito kwa halmashauri nchini kuzingatia umuhimu wa ujenzi wa viwanja vya shule za msingi na sekondari wakati wa kutenga bajeti zao ili kuendeleza vipaji vya wanafunzi. Wizara pamoja na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Ofisi ya Rais TAMISEMI inachambua kuona umuhimu wa kuwa na mpango maalum wa kuweza kuboresha viwanja vya michezo katika shule zote za msingi na sekondari. Na hivyo halmashauri zetu za wilaya, za manispaa na majiji zinatakiwa katika bajeti zao ziweke umuhimu katika ujenzi wa viwanja katika shule za msingi na shule za sekondari. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Asante mwanamichezo wetu Leonard Mwacha. Kwingineko ni kwamba mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi Charles Maguzo ambaye ni afisa michezo wa Baraza la Michezo la Taifa BMT amewataka viongozi wapya wa shirikisho la mpira wa miguu kwa wenye ulemavu TAF kuendelea kwenda kufanya kazi kwa kuzingatia maadili na kutanguliza maslahi ya umma mbele ya kujikinga na kukijenga chama hicho kilicho imara kwa maslahi ya wanamichezo na taifa kwa ujumla. Tupate taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na afisa michezo wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Charles Maguzo ambaye pia alikuwa mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi wa chama hicho uliofanyika mwishoni mwa juma lililopita kwenye moja ya kumbi za uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo Julius John Koi amechaguliwa kuwa rais wa chama hicho. Fursa hiyo ya vipaji vyenu na uwezo wenu kukijenga chama katika kubuni vyanzo vya mapato na kueneza huu mchezo kwenye mikoa. Nendeni mkawashawishi watu wenye ulemavu wa viungo wajiunge kwenye mchezo kwa kuwashawishi wao na wazazi wao na ndugu zao. Wasiwafiche, wasiwazuie. Hatutakubali, hatutafurahi kuona mtu mwenye ulemavu eti ashirikishwe kwenye michezo wakati yeye anataka afu mzazi anakataa. Hapana, mkawashawishi wazazi wao waruhusu na mwashawishi washiriki kwenye mchezo ili uweze kupata ajira, lakini pia fursa mbalimbali kupitia huu mchezo. Napenda kuwashukuru kwa dhati wajumbe wote mlioshiriki mkutano huu, na ninawashukuru tena kwa kuwa na imani kubwa kwangu kwa kunichagua kwa kura zote. Ni deni kubwa ambalo ninalibeba na ninaliahidi kulilipa. Itakumbukwa tangu mwaka 2023 TAF ilikuwa haina safu ya uongozi kufuatia Baraza la Michezo la Taifa BMT kusimamisha na kuteua wajumbe wa kamati ya muda iliyosimamia shughuli za shirikisho hilo kwa muda. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Asante shabiki wa timu mbalimbali Juma Abdurrahmani. Timu za mpira wa kikapu za Kurasini Divas na Police Stars zimeendelea kujifua vikali kuelekea kwenye mechi za mzunguko wa 3 wa ligi ya mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam. Mwanamichezo wetu ni shuhuda wa taarifa hiyo. Channel 10 michezo imeshuhudia sehemu ya mazoezi ya timu hiyo
yanayofanyika kwenye viwanja vya Habas Kurasini jijini Dar es Salaam, ambapo kocha wa timu ya Kurasini Divas Aidan Malundila ameeleza kinachofanyika kiufundi wakati huu wa maandalizi. Hapa kwa sasa hivi kinachofanyika ni mazoezi ya transition. Ya transition kwa ajili ya layup, sababu kwenye game tunakosa sana ma layup. Ili kwa tunafanya layup tupate basket rahisi. Kwa hiyo sana ni transition katika offense. Mapokezi yakoje kwa vijana? Mapokezi yapo vizuri, vijana wamejitokeza na wanafurahia mazoezi kama mnavyoona. Katika hatua nyingine, kocha Malundila pamoja na wachezaji wamezungumzia ushindani na utofauti wa ligi ya msimu huu ukilinganisha na msimu uliopita. Kwa timu ya Polisi tumecheza michezo mingi na tumepoteza yote. Sawa. Tumepoteza, kwa hiyo tunajiandaa kwa ajili ya kuja kufanya vizuri katika michezo ambayo iko mbeleni. Maandalizi yake ni haya. Kwa timu ya Kurasini Divas tumecheza michezo miwili, tumeshinda mchezo mmoja. Kwa hiyo tunajipanga zaidi, tuna imani tutafanya vizuri. Ni mistake ndogo ndogo ambazo tumefungwa na wachezaji pia walikuwa pungufu, kwa hiyo timu nyingine ilikuwa inacheza ligi ya Zanzibar, kwa hiyo wanarudi tuungana kwenye timu moja na tutafanya vizuri pia. Kwetu sisi tumeanza vizuri, tumecheza game 2, tumeshinda game 1 na timu nyingi zina ushindani kwa mwaka huu. Na tunaendelea kujipanga, tunafanya mazoezi vizuri kila siku kwa ajili ya mechi zijazo. Michezo hii tumepoteza kwa sababu kwanza tuna maingizo mapya, makoach na wachezaji. Kwa bado team chemistry haijapatikana vizuri zaidi. Sema soon tunakuja na mtu mwingine zaidi. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Asante kwa mara nyingine mwanamichezo Juma Abdurrahmani. Kwingineko ni kwamba jumla ya wachezaji 350 kutoka mataifa tofauti duniani wanatarajiwa kushiriki mashindano ya wazi ya michezo ya pedo na pickleball yanayotarajiwa kuanza Mei 23 kwenye viwanja vya Gymkhana jijini Dar es Salaam, ambapo Tanzania ikiwa ni nchi mwenyeji wa mashindano hayo. Hayo yameelezwa na msimamizi wa mashindano hayo kutoka klabu ya Rocket Sports Club East Africa Finamango, ambapo ametumia nafasi hiyo kuwakaribisha wadau kujitokeza kwa wingi kushuhudia mchezo huo ambao ni mgeni hapa nchini Tanzania. Tupate nafasi ya kumsikiliza na kumtazama. Mashindano haya ni ya kwanza kufanyika mwaka huu chini ya uangalizi wa East African Sports Club, East African Rocket Sports Club. Ni mara ya kwanza yanafanyika mwaka huu na tunatazamia kupata wachezaji sio chini ya 350 watakaoshiriki katika hizo siku 3. Lakini tukimaliza weekend hii kuna mashindano mengine ya pickleball yanategemea kufanyika weekend inayofuata, na ya pickleball yatakuwa yanafanyika mara ya pili nchini Tanzania chini ya East African Rocket Sports Club, ambapo mshindi wa kwanza atapata $1,000, mshindi wa pili $700 na mshindi wa tatu $300 kwa mashindano yote mawili ya paddle pamoja na pickle. Na nimejiandaa vizuri, nitacheza na wasichana alafu pia nitacheza mixed double, na uhakika nitafanya vizuri kwa ajili tumejiandaa vizuri. Pia wanakuja wachezaji wengi kutoka nje ya nchi. Na haya, wananchi wa mkoa wa Lindi wamehimizwa kujijengea utamaduni wa kufanya mazoezi mara kwa mara ili kuimarisha afya zao na kujiepusha na magonjwa yasiyo ya kuambukiza, sambamba na kuongeza ufanisi katika shughuli za kimaendeleo, hususan kilimo ambacho ni msingi wa uchumi wa mkoa huo. Ahmad Nandonde ndio shuhuda wa taarifa hiyo. Ni majira ya saa 12 asubuhi katika viwanja vya Ilulu manispaa ya Lindi. Hapa tunashuhudia bonanza kubwa la ushirika likiongozwa na mkuu wa wilaya ya Lindi Mheshimiwa Victoria Mwanziva, aliyeongoza mbio za kilomita 5 kuzunguka maeneo mbalimbali mjini hapa kabla ya kurejea tena katika viwanja vya Ilulu kwa ajili ya mazoezi mengine ikiwemo ya viungo na kuhusisha watu wa rika zote. Kivutio kikubwa katika bonanza hili ni kikongwe mwenye umri wa miaka 65 aliyeendesha zoezi la viungo kwa madaha, na kama wasemavyo vijana wa kileo, bibi amegoma kuzeeka. Baada ya kumalizika kwa mazoezi hayo, tukazungumza na waandaaji wa bonanza hilo kutoka vyama vikuu vya ushirika mkoa, ambao wanatilia mkazo swala la wananchi kushiriki mazoezi mara kwa mara. Tunaamini kama tukiwa na afya njema tutaenda kufanya kazi zetu vizuri kwenye shughuli zote za ushirika,
kuanzia kule kwa wakulima, vyama vya msingi, vyama vikuu. Mazoezi ni afya, mazoezi ni furaha, mazoezi huleta watu pamoja, na sisi wanaushirika tuna huo utaratibu wa kuleta wanaushirika wote wa mkoa wa Lindi pamoja kwa ajili ya kuhamasishana kuhusu mazoezi kwa ajili ya kujenga afya zetu, kwa sababu tunaamini tusipokuwa na afya njema hatuwezi kufanya kilimo, hatuwezi kusimamia kilimo kwa ufasaha. Na baadaye mkuu wa wilaya Mheshimiwa Victoria Mwanziva akatumia fursa hiyo kutoa ujumbe wa serikali na kubwa ni ujio wa Mwenge wa Uhuru pamoja na kuhamasisha wananchi kujiandikisha katika awamu ya pili kwenye daftari la maboresho la mpiga kura. Tuna zoezi la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura tarehe 16 mpaka tarehe 22 mwezi huu wa 5. Karibu katembelee kituo ambacho ulikwenda kujiandikisha ukahakiki majina yako. Kutoka Lindi, Ahmad Nandonde, michezo na burudani, Channel 10. Mwanamichezo Ahmad Nandonde anatupeleka moja kwa moja kutazama yaliyojiri katika pande za kimataifa, na tuungane na msimulizi wetu kwa habari zaidi. Karibu katika habari za michezo kimataifa. Beki wa pembeni wa kulia Jeremy Frimpong anatazamiwa kufanya vipimo huko Liverpool wiki hii, huku akifunga tetesi za uhamisho kutoka Bayer Leverkusen, vyanzo vinasema. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Uholanzi anatarajiwa kuwa mchezaji wa kwanza kusajiliwa na Liverpool katika msimu huu wa joto, huku klabu hiyo ikitajwa kulipa kifungu chake cha paundi milioni 30 kinachomruhusu kuondoka Leverkusen. Frimpong atatoa ushindani kwa mlinzi Conor Bradley ambaye alisaini mkataba mpya wa miaka 4 Jumamosi kufuatia kuondoka kwa beki wa kulia Trent Alexander-Arnold ambaye anatarajiwa kujiunga na Real Madrid kwa uhamisho wa bure msimu huu wa joto. Frimpong ambaye alicheza katika timu ya vijana ya Manchester City kwa miaka 9 kabla kujiunga na Celtic na kisha Leverkusen. Mchezaji huyu mwenye umri wa miaka 24 amecheza Leverkusen mechi 190 hadi sasa, akifunga mabao 30 na kutoa assist 44. Na sasa tuhamie katika NBA. Shai Gilgeous-Alexander alifunga pointi 35 na kuiongoza Oklahoma City Thunder kushinda nyumbani kwa pointi 125 kwa 93 dhidi ya Denver Nuggets katika mchezo wa 7 mtoano wa NBA wa kanda ya magharibi. Gilgeous-Alexander ambaye anachuana na Nikola Jokic wa Denver kuwania tuzo ya mchezaji bora wa NBA alipewa msaada na Jalen Williams aliyefunga pointi 24 na kuongeza nguvu kwa timu ya OKC. Wafungaji wa Nuggets waliongozwa na Jokic mwenye pointi 20, rebounds 9 na assist 7, huku Christian Brown akiongeza pointi 19 na Jamal Murray mwenye pointi 13. OKC imefuzu kwa fainali za kanda ya magharibi kwa mara ya kwanza tangu 2016 na watafungua mchezo wao wa fainali dhidi ya Minnesota Timberwolves katika uwanja wa Paycom Center Jumanne hii. Eden Bahati, Channel 10 michezo kimataifa. Asante mwanamichezo Eden Bahati kwa kutuhadithi habari za michezo na burudani kimataifa, na ndio tamati ya habari za michezo na burudani siku hii ya leo. Mimi naitwa Juma Mohamed, tukae tayari kwa ajili ya muktasari wa habari, kisha tarejea hapa Esther Amando Sizalamula pamoja naye Ramla Jabu kuja kuhitimisha habari usiku wa leo. Asante na wakati bora. Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan azindua sera ya mambo ya nje na kuwaonya wanaojaribu kuingilia uhuru wa Tanzania. Israel yasitisha kuchukua udhibiti wote wa eneo la Gaza ili kuwadhibiti wapiganaji wa Hamas wanaodaiwa kupora misaada ya kibinadamu katika eneo hilo. Na katika michezo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetenga jumla ya viwanja 5 kwa ajili ya ukarabati, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya michuano ya AFCON ya mwaka 2027. Naam, hadi hapa dawati la habari halina la ziada. Shukrani kwako wewe mtazamaji kwa kufuatilia taarifa ya habari tangu mwanzo mpaka hivi sasa. Kwa niaba ya wote walishiriki kuandaa taarifa hii, bila kumsahau Ramla Jabu, mkalimani wa lugha ya alama, mimi ni Esther Amando Sizalamula. Asante na nakutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyofuata hapa hapa Channel 10, kilicho bora kabisa.